Mhandisi Idrisa amesema hayo wakati akifungua mafunzo ya siku 2 juu ya sheria za usimamizi wa misitu huko katika ofisi ya misitu Vumawimbi wilaya Micheweni kisiwani Pemba. Kujenga mashirikiano ya pamoja kwa sababu kila mtu anaelewa umuhimu wa misitu, kila mtu anaelewa matumizi ya misitu, na kila mtu anaelewa kila kitu kuhusiana na misitu. Kwa hiyo kwa nini tusikutane pamoja katika kujenga uelewa wa pamoja juu ya kuleta uhifadhi mzuri wa uhifadhi shirikishi wa pamoja wa misitu na rasilimali zilizomo ndani ya misitu. Hapa tuwashukuru sana wenzetu wa Oikos ambao wamesaidia kufacilitate kukutanishwa kwa wadau hawa mbalimbali kwa lengo kubwa hilo ambalo nimeelezea, tukaja kuweka common understanding, common language katika mahusiano, mashirikiano ya taasisi hizo ambazo nimezitaja pamoja na taasisi yetu ya idara ya misitu iliyomo ndani ya Wizara ya Kilimo. Kwa upande wake katibu utawala wa wilaya ya Micheweni Sheha Mpemba Faki na mwanasheria wa idara ya kilimo, umwagiliaji, mali asili na mifugo Asha Mohamed Ahmed amewaasa wananchi kutoa ushirikiano katika kutunza msitu, wakiamini kila mmoja anafaidika kupitia rasilimali hiyo sambamba na kufichua wahalifu. Jamii yote ambayo kwamba imezunguka na msitu wa Ngezi, lakini hata na wageni wanaokuja wajue kwamba msitu huu ni urithi kwanza, lakini pia ni hidaya Mungu katupa. Ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba kila mmoja anamhamasisha mwenzake kuhakikisha kwamba msitu huu unaendelea kutuzwa na kulindwa kwa manufaa yetu ya sasa na ya baadaye. Anatuhumiwa kwa ushahidi, kwa sababu unapotaka kuhukumu mtu au unapoambiwa basi upate ushahidi, hilo halijapatikana. Lakini kama lipo, swala ni moja tu, hakuna ambaye yuko juu ya sheria. Sheria ipo na taratibu zipo ambao kila mwananchi anatakiwa afuate. Pamoja na hao watendaji wamepewa sheria kama ndio mwongozo wao, kwa hiyo lazima wafuate taratibu za sheria. Sheria haimbagui mtu. Meneja wa mradi wa Green anaoshughulika na uhifadhi wa misitu na mazingira Evelyn Tanganeri amesema lengo la mradi huo ni kutoa sapoti mbalimbali za uhifadhi wa msitu wa Ngezi, ikiwemo doria, jamii iliyozunguka msitu huo, ili kuhakikisha watalii wanavutiwa. We support the patrolling and we also aim to support the communities around Ngezi to diversify the livelihood so they don't rely as much on the forest. So maybe by developing some ecotourism activities, some economic diversification. Mafunzo hayo ya usimamizi wa sheria ya misitu yalianzia Unguja katika msitu wa Jonzani na kumalizika kisiwani Pemba katika msitu wa Ngezi Vumawimbi. Hapa ni katika msitu wa Ngezi uliopo ndani ya wilaya ya Micheweni mkoa wa Kaskazini Pemba, ambapo ni takriban vijiji 10 vinavyojumuisha sheria 5. Wananchi wananufaika kutokana na msitu huu. Ripoti kutoka hapa kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.